Naam, karibu tena mtazamaji. OCS wa kituo cha polisi cha KICC Agnes Ndalu angali anatafutwa na polisi baada ya kudaiwa kumsukuma mpenzi wake Nicole Omondi kutoka ghorofa ya 6 ya makazi katika eneo la Thome hapa Nairobi kufuatia kile ambacho kinachunguzwa ama wachunguzi wanaamini kwamba kilikuwa ugomvi wa kifamilia. Nicole Omondi amelazwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta akiendelea kutibiwa majeraha mabaya. Madaktari wanasema alivunjika mikono na miguu yote miwili na pia alipata majeraha makubwa kwenye uti wa mgongo yaliyosababisha kupooza kuanzia kiunoni hadi chini. Nicole na OCS wanasemekana wamekuwa kwenye uhusiano kwa takriban miaka 3 sasa. Na tusonge mbele mtazamaji. Katika taarifa Tanzania ni kwamba watu 6 wamefariki huku wengine 41 wakiendelea kutibiwa katika hospitali ya Machakos Level 5 kufuatia ajali ya barabarani iliyohusisha basi la abiria la kampuni ya Tamid na malori mawili ya mizigo katika eneo la Kapiti kwenye barabara kuu ya Nairobi Mombasa. Na kama anavyoarifu Milia Kisienya, dereva mmoja ya lori hilo ambalo ni dereva na basi la Tamid walifariki papo hapo. Milia Kisienya anaripoti zaidi. Mabaki ya malori haya mawili pamoja na basi hili la abiria la kampuni ya Tahmid Coach ni thibitisho tosha ya yale yaliyotokea majira ya saa 7 usiku wa kuamkia leo katika eneo la Kapiti kando ya barabara kuu ya Nairobi kuelekea Mombasa. Watu wasiopungua 6 walifariki papo hapo huku wengine 41 wakijeruhiwa na kukimbizwa katika hospitali ya Machakos Level 5 wanapoendelea kupokea matibabu. Inadaiwa kuwa lori moja lilokuwa likitoka Mombasa kuelekea Nairobi lilijaribu kulipiku lori lingine kwa mwendo wa kasi, hatua iliyosababisha ajali hiyo. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi ya kaunti ndogo ya Kalama, Patrick Gaitirira, mgongano huo uliosababishwa na lori la pili kupoteza mwelekeo na kugongana ana kwa ana na basi la Tahmid lilokuwa likielekea upande wa Mombasa. Dereva wa lori la kwanza pamoja na dereva wa basi walifariki papo hapo katika eneo la tukio. It was so serious that on the spot we had 6 people who died and others, a number of them sustained serious and minor injuries and were rushed to Machakos Level 5. All road users is to take caution, and especially when you are overtaking, be very careful. Kati ya majeruhi 41 waliolazwa hospitalini, 36 walipata majeraha madogo huku 5 wakipata majeraha makubwa yakiwemo kuteguka kwa viungo kama mkono na miguu, majeraha ya uti wa mgongo pamoja na majeraha ya kichwa na usoni. Hii stretch ya kutoka Daystar kwenda Konza tumekuwa na maajali mingi sana. Karibu kila siku tunapata ajali hapo. Nataka madereva waendelee kuwa waangalifu na pia naomba serikali iangalie ni nini inaweza fanyika kwa hiyo stretch. Either tuweke dual carriage ama itakuwa namna gani, manake mara mingi zile maajali tunapata pale ni za head on collision. Miili ya waliokuwa wamekwama ndani ya basi ilitolewa na hudumu wa afya na kufikishwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya Machakos Level 5. Kati ya waliofariki dunia, 5 ni wanaume huku 1 akiwa mwanamke. Milia Kisienya, Runinga ya KTN.